Siku nyingine njema tena Bwana ametubariki, tuko katika nyumba yake takatifu. Hebu tukafurahia Mungu wetu kila wakati, kila dakika, kwa yale yote ambayo ametutendea, mahali ametufikisha na kule anatuongoza. Bwana asifiwe. Hakika ni furaha kuwa katika nyumba yake, ni furaha kila wakati, kwa sababu ametupatia a rare chance, opportunity ya kuweza kuwasiliana naye kwa dunia ambayo wengi hawamjui. Bwana apewe sifa. Lakini wachache wanamjua, ama wachache wanamfuata. Kwa hivyo tufurahie mahala hapo tumejipata siku ya leo, ya kwamba ameturuhusu kumjua. Bwana apewe sifa. Kumbuka kuna mtu amezaliwa mahali fulani, mahali watu wao hawajui Mungu, naye amekuwa naye pia hajui Mungu. Bwana apewe sifa. Na hata akisikia watu wakizungumza mambo ya Mungu haelewi hao wanasema nini, sababu yeye kule amekuwa hakukuwa na mtu wote wa kumhubiria. Bwana apewe sifa. Lakini sisi sio ati ni kwa ujuzi wetu, lakini tumejikuta tu mahali tumesikia na tukaamini, na sasa tukaokolewa. Bwana apewe sifa. Asubuhi ya leo, ndugu na dada, tutarudi pale katika kitabu cha Alawi, mambo ya Walawi, kuanzia 25 hapo 25 tulikuwa tumefika 28. Na tulikuwa tumesoma kuhusu Jubilee. Wana wa Israeli walipoambiwa ya kwamba baada ya kila miaka 6 mwaka wa 7 utakuwa ni mwaka wa Sabato. Kwa hivyo wasifanye kazi yoyote mwaka huo. Alafu waliambiwa tena baada ya hizo Sabato kama Sabato 7, yani kwa hivyo after 49 years, the 50th year, hiyo itakuwa ni mwaka wa Jubilee. Bwana apewe sifa. Na hiyo mwaka wa Jubilee waliambiwa ya kwamba kama mtu alikuwa ni alikuwa ameuza shamba ama ameuza mali yake, wakati huo anaweza rudi kwa mali yake. Bwana apewe sifa. Na kama alikuwa ni mtumwa, wakati huo anakuwa wa kuachiliwa huru kurudi kwao. Bwana apewe sifa. Na hiyo ndio tulikuwa tunasoma last time kuhusu hii ambao wana wa Israeli waliambiwa wawe wakisherekea kila after 49 years, the 50th year inakuwa ni mwaka wa Jubilee. Kwa hivyo wakae Sabato, miaka ya Sabato 7, alafu washerekee Jubilee. Kwa hivyo tulikuwa tumefika hapo 29. Hebu tusome kutoka 29 mpaka 34. Mambo ya Walawi 25 kuanzia 29. Na rĩrĩ, mũndũ angĩendia nyũmba ya gũtũũrwo nĩ andũ ĩrĩ itũũra-inĩ inene rĩirigĩtwo, ahota kũmĩkũũra mwaka ũmwe ũtanathira kuma hĩndĩ ĩrĩa yendirio. Ihinda rĩa mwaka mũgima norĩo nyũmba ĩyo ĩngĩkũũrĩka nĩ mũndũ ũcio, nayo nyũmba ĩyo ĩrĩ itũũra-inĩ rĩu inene rĩirigĩtwo ĩkĩaga gũkũũrwo ihinda rĩu rĩa mwaka mũgima, ĩgatũũra ĩrĩ ya mũndũ ũcio wamĩgũrire ĩtuĩke yake biũ. Njiaro-inĩ ciake ciothe, ona Jubilee yakinya-rĩ, nyũmba ĩyo ndĩkagathũka. No rĩrĩ, nyũmba cia tũtũũra tũrĩa tũtairigĩtwo, ũhoro wacio ũkahanana na wa mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩ ithaka-inĩ cia andũ, icio nĩ igakũũragwo, na hĩndĩ ya Jubilee nĩ ikagathũkaga. No rĩrĩ, hahoro wa matũũra ma Alawii-rĩ, nyũmba cia matũũra marĩa megwatĩire magatuĩka mao, Alawii acio mahota gũcikũũra o hĩndĩ ĩrĩa yothe mangĩenda. Na rĩrĩ, mũndũ angĩgũra nyũmba harĩ Mũlawii, nyũmba ĩyo yendetio ĩrĩ itũũra-inĩ rĩrĩa rĩaheirwo Alawii, nĩ ĩkagathũka hĩndĩ ya Jubilee. Nĩgũkorwo nyũmba iria irĩ thĩinĩ wa matũũra ma Alawii nĩcio igai rĩrĩa magaĩirwo thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli. Na rĩrĩ, ithaka cia ũrĩithio iria irigicĩirie na kũu matũũra-inĩ mao no mũhaka itikanendio, nĩ ũndũ kũndũ kũu nĩkuo maheirwo gũtũũre gwĩ kwao tene na tene. Kwa hivyo bado wanaendelea kupatiwa kunenewa kuhusu wakati huu wa Jubilee. Ati tena
mtu anauza nyumba ya kukaa iliyo ndani ya mji wenye kuta. Kwa hivyo in the city, kama ule yuko kwa city na ako na nyumba na ameuza hiyo nyumba, ndipo anaruhusa kuikomboa katika mwaka mmoja mzima. Baada ya kuiuza, atakuwa na amri ya kuikomboa muda wa mwaka mzima. Kwa hivyo kama unaishi kwa city, kwa hivyo zilikuwa ziko na ukuta all round. Kwa hivyo yule anaishi kwa city, na wewe tena sasa tunaona kuhusu mtu ambaye ameuza nyumba akiwa anaishi kwa city. Kama ameuza hiyo nyumba, anaambiwa ako na mwaka mmoja wa kukomboa nyumba hiyo. Kwa hivyo kama angetaka kurudishiwa nyumba yake, ako na mwaka mmoja. Within that 1 year, akipata pesa anaweza rudi pale aseme nataka nirudishiwe nyumba yangu, apeane pesa arudishiwe nyumba yake. Kwa hivyo anaweza, ama alikuwa na amri ya kukomboa muda wa mwaka mzima. Na kama hakuikomboa katika muda wa mwaka mzima, ndipo hiyo nyumba iliyo ndani ya mji wenyewe ya mji wenye kuta itathibitishwa milele kuwa ya huyo aliyeinunua katika vizazi vyake, nayo haitatoka katika Jubilii. Kwa hivyo yule ambaye anaishi kwa city na yeye akiuza nyumba yake, yule amenunua, kama mwenye amemuuzia hata kuja kuikomboa baada ya within 1 year, basi hiyo nyumba itabaki ya yule amenunua. Hata siku ya Jubilii ikifika, hauwezi enda kwake kumwambia nirudishie nyumba yangu, sababu hiyo imeuzwa kule kwa mji, kwa city ambayo iko na kuta. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo huko hiyo iko na sheria tofauti. Ukiuza hiyo, iko sheria yake ni tofauti, hauwezi ukarudishiwa. Kama umeuza mwaka mzima imepita na haujaenda kuikomboa, basi itabaki ya yule alinunua. Hata wakati wa Jubilii bado huyo mtu atabaki na hiyo nyumba. Lakini nyumba za vijiji ambavyo havikuzingirwa na kuta zitahesabiwa pamoja na mashamba na nchi, nazo zina ruhusa ya kukombolewa, nazo zitatoka katika Jubilii. Lakini wale wako na manyumba ambako sio sasa mjini, sio kwa city, kule sasa mashambani, mtu ako na nyumba na iko na shamba yake kule, hizo nazo zinasemekana kwamba mtu akiuza hiyo nyumba ambazo ziko kule mashambani, hizo zinaweza kukombolewa wakati wa Jubilii. Kwa hivyo mtu akiuza shamba yake ikiwa hata na nyumba pale, wakati wa Jubilii itarudishiwa yeye. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini kama ni kwa mji iko na kuta, hapana. Kama umeenda kwa city, unaishi house number 4, umeuza house number 4, hiyo itabaki ya huyo mtu. Bwana asifiwe. Kama miaka imefika, kama baada ya mwaka mmoja haujaenda kuikomboa. Pamoja na hayo, miji ya Walawi, sasa anazungumza kuhusu kule Walawi wanaishi. Nyumba za miji ya miliki yao Walawi wana ruhusa ya kuzikomboa majira yoyote. Kwa hivyo kama mwenye amekuuzia ni Mlawi, hao ambao Mungu amewachagua wamtumikie katika nyumba yake, tunaona kwamba kama Mlawi ndiye amekuuzia, basi Mlawi ako na ruhusa ya kuja kukomboa kilicho chake hata kama imepita mwaka mmoja. Kwa hivyo kama hiyo house number 4 ilikuwa ni ya Mlawi, ujue kwamba anaweza rudi anytime kusema anataka kuikomboa. Bwana apewe sifa. Amen. Na wakati wa Jubilii ikifika, hata kama hajaikomboa itarudi kwa huyo Mlawi. Bwana asifiwe. Kumbuka Walawi hawakugawiwa kama wale wengine. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hii, kama ni Mlawi ameuza kilicho chake, anaweza kukikomboa. Tena kama mtu mmoja wa hao Walawi akikomboa, ndipo nyumba iliyouzwa na mji wa miliki yake itatoka katika Jubilii, maana hizo nyumba za mji ya Walawi ni miliki yao kati ya wana wa Israeli. Kwa hivyo mtu yoyote Mlawi akiuza, ako na haki ya kuichukua tena wakati wa Jubilii. Lakini sio wale wengine. Lakini konde la malisho la miji yao isiuzwe, kwa kuwa ni miliki yao daima. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona wakati wa Jubilii ardhi lazima irudishwe. Wakati wa Jubilii, kama ni mtu alikuwa amefungwa, lazima afunguliwe. Bwana apewe sifa. Amen. Sababu ni wakati wa uhuru wao. Lakini kama nyumba ilikuwa mjini
hiyo haiwezi kuachilia, hiyo itabaki na yule alinunua, isipokuwa iwe ni nyumba ya Malawi. Haya, hebu tusome from 35 mpaka 38. Na rĩrĩ, mũndũ wa rũrĩrĩ rwanyu angĩkĩera ahinyare o kũhinyara, mwĩ hamwe nake mũtiragĩrĩre, na ũtũranie nawe tarĩ mũgeni waku na tarĩ mũthami waku. Ndũkanamwĩtie umithio wa mbia iria ũkũmũteithia nacio, kana ũmwĩre aciongerere. No rĩrĩ, wĩtigagĩre Ngai waku, nĩgetha mũrũ wa thoguo atũranagie nawe. Ningĩ ndũkanamuohorere mbia ciaku nĩguo wonage umithio wacio, kana ũmũhe irio ciaku nĩguo agacokia ciongereirwo. Niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu ũrĩa wamũrutire bũrũri wa Misiri, ndĩmũhe bũrũri wa Kaanani nĩgetha nduĩke Ngai wanyu. Ati tena, ikiwa ndugu yako amekuwa maskini, bado ni Musa anazungumziwa. Kumbuka wakati huu bado Musa anazungumziwa na Bwana. Hawajafika Kaanani, hawajafika katika ile nchi Mungu amewapatia. Bado wanazungumziwa. Haya yote mtafanya wakati mtafika nchi yenu. Bwana apewe sifa, ambayo Mungu amewaahidi. Kwa hivyo tunaona wakati huu ndio wamepewa sheria zote. Wamepewa hata mambo ya vile hata kama ni magonjwa. Tuliona hata wakiambiwa vile kufanya wakiona ni ugonjwa fulani ama ugonjwa mwingine. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni kama wakati huu wanapewa kila kitu ambao wataenda, ni kama wanapewa katiba yao yote. Bwana asifiwe. Ya ile nchi wataenda na vile wataishi, na hata vile watauziana vitu, hata vile watatreat magonjwa, hata kukiwa na makosa, kukiwa na mtu amevunja sheria, hivi ndivyo kutakavyoenda. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Musa alikuwa anapewa mambo yote ya nchi yao watakapofika, hivyo ndivyo watu wanafaa kuishi. Na sasa anaambiwa ati kama ikiwa ndugu yako amekuwa maskini, wewe wataishi kule, na labda kunawezekana kuwe na Mwisraeli fulani amekuwa maskini na mkono wake umelegea kwako, ndipo utamsaidia. Atakaa nawe kama mgeni na msafiri. Usitake riba kwake, yani usitake interest kutoka kwa huyo ndugu yako, wala faida, profit, bali mche Mungu wako ili ndugu yako akae nawe. Kwa hivyo huyo ambaye ni Mwisraeli amekaa na wewe, ndugu yako ambaye amekuwa maskini, ati wanaambiwa umsaidie, utamsaidia, atakaa nawe kama mgeni na msafiri. Usitake riba kwake wala faida, bali mche Mungu wako ili ndugu yako akae nawe. Usimpe fedha yako upate riba, yani usimpatie pesa alafu mwambie haya ndio hii 1000 lakini rudisha ikiwa na 500 juu. Usiitishe interest kwake. Wala usimpe vyakula vyako katika faida. Atunampa vyakula vyako ili nawe utengeze pesa kwake. Mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyewatoa katika nchi ya Misri ili niwape nchi ya Kanani nipate kuwa Mungu wenu. Kwa hivyo kila mtu alikuwa na jukumu ya kuwasaidia wale ambao ni wahitaji Israeli. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa na jukumu ya kusaidia mhitaji, sababu kukiwa na mhitaji Israeli, huyo ni ndugu yako, sababu ni kabila Israeli pamoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kukiwa na maskini hapo, huyo maskini ni ndugu yako. Uko na jukumu ya kumsaidia huyo maskini. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo msaidie. Na tunakumbuka hata Yesu alipokuwa akizungumza, kumbuka aliwapatia the parable of the good Samaritan. Bwana asifiwe. Amen. Ati vile huyu Msamaria alikuja na akaona mtu anaumia na akamsaidia, mpaka akampeleka mahali na akahakikisha hata ameangalia vidonda vyake, akamfunga na akampeleka hata mahali. Bwana apewe sifa. Tunaona the good Samaritan hata akiwapea hivyo, kwa Mwisraeli anajua ya kwamba yeye ndiye alifaa afanye hivyo, sio Msamaria. Bwana asifiwe. Sio mtu wa nje. Wewe ndio umefunzwa uwe ukiangalia wale wahitaji karibu nawe. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kwa Mwisraeli akisikia Yesu akipeana hiyo, anajua ya kwamba ni hao wanaguzwa. Bwana asifiwe. Ni hao wanaambiwa indirectly. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nao pia katika kitabu cha James
Usiambie mtu uko na njaa, enda keep warm na ushibe. Msaidie kama hana. Bwana asifiwe. Msaidie kama ako na njaa. Bwana apewe sifa. Na tunaona Mungu anawahimiza wasaidiane ndugu na yule mwingine. Usiwe na ndugu yako ako na shida, ako na mahitaji, lakini wewe kile umeona ni opportunity ya kutengeza pesa kutoka kwake. Haya, wacha nikukopeshe na wewe urudishe ikiwa kiwango fulani. Bwana asifiwe. And it's funny kwamba Waislamu ndio wanachukulia hiyo, sio hata Wakristo. Unaona mpaka hata kwa banki zao hakuna interest. Bwana apewe sifa. Ni kama hao walichungulia na wanafuata indirectly. Bwana apewe sifa. Haya, tuendelee hapo 39. Narere soma endelea tu mpaka 44. Narere warora wanyu akikiara kwa mwanake yeye diarewe anamurutithia wira tari ngomo no ni agaturania nawe ta ndungata yaku ya musara ona ta muthami waku nake atũũre akũrutagĩra wĩra nginya o mwaka wa Jubilee na hĩndĩ ĩyo agakiuma gwaku we mwene ona ciana ciake iria mwanake agĩcoke harĩ andũ a nyũmba yao ona acoke kũndũ kũrĩa maithe magwatire gũgĩtuĩka kwao nĩ gũkorwo andũ aya nĩ ndungata ciakwa iria ndarutire bũrũri wa Misiri nao matirĩ hingo makendio ta marĩ ngombo ndukanamwathe ũmũhinyĩrĩrie no nĩ ũgetigagĩra Ngai waku ningĩ ha ũhoro wa ngombo ciaku cia arũme ona cia andũ-a-nja iria ũkagĩa nacio ũkagũraga ngombo icio cia arũme ona cia andũ-a-nja harĩ ndũrĩrĩ iria ikũrigicĩirie. Bwana asifiwe. Ati tena kwamba nduguyo amekuwa maskini pamoja nawe akajiuza kwako, usimtumikishe mfano wa mtumwa. Kwa hivyo kuna yule anaweza kuwa karibu nawe, ni ndugu yako, ni Muisraeli ndugu yako, na amekuwa maskini na sasa amekuja kujiuza kwako, kusema kwamba awe mtumwa wako, akufanyie kazi, lakini nawe labda aishi kwako. Bwana apewe sifa. Amen. Ati unaambiwa kama ndugu yako amekuwa maskini pamoja nawe akajiuza kwako, usimtumikishe mfano wa mtumwa. Kwa hivyo hata kama amekuja kwako kama mtumwa, nawe usimtumikishe kama yeye ni mtumwa. Bwana apewe sifa. Amen. Ati kama ni mtumwa kwako wewe, atakuwa mfano wa mtumishi aliyeajiriwa au mfano wa msafiri, naye atatumika kwako hata mwaka wa Jubilee. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo amejiuza kwako, umemnunua, amekuwa wako, lakini unaambiwa usimtumikishe kama mtumwa, lakini awe ni kama mtu ameajiriwa kazi. Unaona vile mtu ameajiriwa kazi, kuna vile hawezi kuwa mistreated sababu ameajiriwa. Ni afanye kazi, aende zake, afanye kazi, lakini sasa wao wanaambiwa kama ni ndugu yako mmoja Muisraeli, basi usimtumikishe kama mtumwa, usimtese. Bwana apewe sifa. Asiwe ati kwamba atateswa kama mtumwa. Na awe kama mtu ameajiriwa ama msafiri, naye atatumika kwako hata mwaka wa Jubilee. Kwa hivyo ikifika mwaka wa Jubilee, aachiliwe aende zake, arudi kwao. Bwana apewe sifa. Sio mtumwa wa kudumu. Ndipo atakapotoka kwako wakati wa Jubilee, atatoka kwako aende zake yeye na wanawe pamoja naye atairejea jamaa yake mwenyewe, tena atairejea milki ya baba zake. Kwa hivyo hata kama ni mtumwa, sio mtumwa wa kudumu. Jubilee ikifika, aamke, umwachilie na watoto wake na familia yake, arudi kwa jamaa zake. Bwana apewe sifa. Na alikuwa amejiuza, yeye ni mtumwa, kwa hivyo umemnunua, lakini bado ikifika Jubilee, mwachilie aende zake. Ati kwa kuwa hao watumishi wangu, kwa kuwa hao ni watumishi wangu niliowaleta watoke nchi ya Misri, wasiuzwe mfano wa watumwa. Bwana asifiwe. Usitawale juu yake kwa nguvu, ila mche Mungu wako. Bwana apewe sifa. Ati Bwana anasema kwa hao Waisraeli
wasifanywe kama watumwa, kwa sababu Mungu anasema wao ni watumishi wake, niliowaleta watoke nchi ya Misri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana anasema hao ni watumishi wake, kwa sababu aliwatoa Misri, hakuwaleta wawe watumwa wa mtu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hata kama atafanyishwa kazi ya utumwa, lakini itafika mahali aachiliwe, na hata akiwa pale asiteswe. Bwana asifiwe. Kwa sababu anapoteswa, basi ni kama kusema kwamba kazi ya Mungu ilikuwa bure ya kuwaokoa. Bwana asifiwe. Niliwatoa Misri kwa mkono uko na nguvu. Aliacha ametisha mataifa, kidogo amewaweka hapa huru, na kisha waweka huru waanze tena kuteswa kama watumwa. Bwana apewe sifa. Na already alishaambia Abraham atawatoa kwa utumwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakutaka warudi tena kwenye utumwa. Bwana asifiwe. Because of the promises ambazo ziko juu yao kama watoto wake. Kwa hivyo wasifanywe mfano wa watumwa. Usitawale juu yake kwa nguvu, ila umche Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo utumwa wao haukuwa wa kudumu. Utumwa huo ulikuwa uishe wakati wa Jubilii. Hawakufaa kutendewa mabaya, hawakufaa kuonewa ama mtu kuwa mkali kwao. Bwana asifiwe. Lakini 44 inasema tena, katika habari za watumwa wako na wajakazi wako utakakokuwa nao, mataifa walio kando kando yenu, katika hao mtanunua watumwa na wajakazi. Kwa hivyo kama mnataka watumwa, watoeni kwa hao mataifa mengine, lakini sio wale Mungu alinunua. Bwana asifiwe. So watu tunaona ni favor ya aina fulani juu ya wale watu ambao Mungu amewaita wake. Bwana asifiwe. Ati kwa wale sio wa Mungu, fine, chukueni. But kwa hao ambao nimewaita wangu, ambao nimewanunua, wasifanywe watumwa, wasiteswe. Bwana asifiwe. Amen. Ni wangu. Kwa hivyo wewe unapokuwa naye, ogopa Mungu vile utamtreat. Bwana apewe sifa. So just think about wale wote ambao Bwana anasema hawa nimewapenda, ni wangu. Bwana asifiwe. Wewe ambao umenunuliwa na damu ya Yesu Kristo siku ya leo, which means anywhere you go, mwenye yuko pale awe very careful vile anakutreat. Bwana asifiwe. Because you belong to Christ. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yoyote anadili na wewe mpaka awe careful, sababu Bwana anasema hebu muogope Mungu kwa hii jambo. Bwana asifiwe. Which means mtu atakakumistreat wewe ambao ni wake Mungu, ole wake. Bwana asifiwe. Anaweza akakutendea jambo na ajui kwamba ni vita anajitafutia na Mungu wako, yule ambaye alikununua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa watumwa wa Misri, lakini walipokombolewa sasa wao ni mali ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Wao ni wa Mungu, sio wa mwanadamu tena. Mtu amchukue amfanye mtumwa tena. Bwana apewe sifa. Wako huru. Which means after the rest of the world, as tunaenda tukiingia ndani ya Mungu, nasi tunakuwa na hiyo uhuru. Bwana apewe sifa. Yoyote anaokoka, yoyote anatujoin, naye pia anakuwa na hiyo uhuru. Bwana apewe sifa. Haya, hebu endelea 45. Tunafika 40. Tunasoma 40. Ona ningĩ mũkagũraga ngombo harĩ ciana cia andũ a kũngĩ arĩa matũũranĩtie na inyuĩ, ona harĩ andũ a nyũmba ciao arĩa matũũranĩtie na inyuĩ, o arĩa maciarĩirwo nĩo bũrũri wanyu, nao andũ acio matuĩke anyu, agũgatigĩrwo ciana cianyu iria igoka thutha wanyu ta marĩ igai rĩacio, magatuĩke acio. Andũ acio nĩo magatũũra mũrutaga ngombo cianyu harĩ o tene na tene. No rĩrĩ, mũtikanetue athani a gwatha ciana cia Isiraeli, o icio mũrĩ a ithe ũmwe nacio, atĩ nĩguo mũndũ athaga mũndũ ũrĩa ũngĩ wanyu amũnjĩrĩrie. Na rĩrĩ, mũndũ wa kũngĩ ũrĩa ũtũũrĩte bũrũri wanyu, kana mũthami wanyu angĩtonga, nake mũndũ wa rũrĩrĩ rwanyu ũmwe ũrĩa ũikaranĩtie nake athĩne, na endie kwĩ mũndũ ũcio wa kũngĩ,
kana ucio muthami wanyu kana kuri andu a ruciaro rwa nyumba ya mundu ucio wa kungiri mundu ucio wa rurere rwanyu ahota gucoka gukurwo thutha wa arikia kwendio nake mundu uria ungimukura ni umwe wa ariu a ithe kana wa nyumba yao uria makuhaniriirie kana ithe munyinyi ona kana muriu acio mahota kumukura kana mundu wa nyumba yao uria makuhaniriirie nake ahota kumukura kana hii mundu ucio uthenete angicoka gutongari ahota gwikura we mwene. Ati tena katika wana wa wageni wakao kati yenu mtajinunulia, na katika jamaa zao walio pamoja nani waliowazaa katika nchi yenu, wao watakuwa milki yenu, nanyi mtawafanya kuwa urithi kwa watoto wenu baada yenu, wawe milki yao siku zote. Mtatoa watumwa wenu katika hao, lakini msitawale katika nguvu juu ya ndugu zenu hao wana wa Israeli wenyewe kwa wenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo usitawale, wanaambiwa wamepewa ruhusa, chukueni watumwa nje, lakini sio kwa wale ambao ni Waisraeli kama nyinyi. Bwana asifiwe. Wale ambao juu yao pia kuna promise ya Mungu. Bwana apewe sifa. Huyu pia ameahidiwa baraka. Wewe umeahidiwa baraka. Wewe huwezi kalia huyu mwingine. Bwana apewe sifa. Sababu hata yeye ako na ahadi ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Yeye kuna vile amesetiwa free na Mwenyezi Mungu. Hata wakati wa Jubilee anafaa kuachiliwa huru. Bwana apewe sifa. Sababu ya promises zile ziko juu yake. Na ndio unaona, kumbuka hata mtu kama Daudi akiogopa kumtendea mabaya Saul, sababu ya ile mafuta iko juu ya Saul. Bwana apewe sifa. Just because ya kile Mungu amenena juu ya Saul, Daudi aliogopa kumgusa. Bwana asifiwe. Haikujalisha Daudi ako na nguvu, ako na uwezo, ako na opportunity, na huyu ni adui yake, but uhusiano wa Saul na Mungu ilimfanya Daudi kuogopa kumtendea mabaya. Bwana asifiwe. In as much as this is my enemy, lakini sitamgusa sababu Mungu ndiye alimchagua. Bwana apewe sifa. Mungu ndiye alimweka hapo, which means Daudi ni Mungu alikuwa anaogopa, hata sio Saul. Bwana asifiwe. His decision ilikuwa ni sababu ya kuogopa Mungu. Ndio ningetaka kumgumiza Saul, lakini yule amemwagia mafuta, huyo ndio mimi uomba. Huyo ndio mimi nategemea kwa maisha yangu. Bwana asifiwe. So if I fear God, hakuna vile ndio nipige yule ambaye Mungu amechagua pale. Bwana apewe sifa. Na ndio Waisraeli wanafuata wao wenyewe kwa wenyewe. Usijaribu kutawala juu ya huyo ndugu yako. Bwana asifiwe. Na Mungu anamwambia ogopeni Mungu, mcheni Mungu. Bwana asifiwe. Which means fear God. Hata ukiona huyu lakini kumbuka ni ndugu yako, ogopa Mungu, usimtendee mabaya. Bwana apewe sifa. Usitendee huyo ndugu ama huyo dada mabaya, sababu yeye pia ako na ahadi kama yako. Bwana asifiwe. Vile Mungu amekuahidi, hivyo ndivyo pia ameahidi huyu. Wote ni watoto wake. Wote wamenunuliwa. Wote ni mali ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ogopa kuharibu mali ya Mungu. Bwana asifiwe. Ati tena kama mgeni au mtu akae nawe akitajirika na nduguyo amekuwa maskini karibu naye, akajiuza kwa huyo mgeni au katika huyo akae kwako au kwa ukoo wa jamaa ya huyo mgeni, baada ya kuuzwa aweza kukombolewa na mtu mmoja miongoni mwa ndugu zake, ana ruhusa kumkomboa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu akijiuza sababu ni maskini kwa Mwisraeli mwenzake, ndugu ya huyo mtu anaweza kuja na kumkomboa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo atakuja amkomboe, yeye atakuwa ndio mkombozi wake, redeemer, aje amredeem, amrudishe. Bwana apewe sifa. Amuondoe kutoka kwa utumwa. Mjomba wake au mwana wa mjomba wake ana ruhusa ya kumkomboa. Kwa hivyo any member of his family anaweza kuja pale, au mtu awaye yote aliye karibu naye wa jamaa yake ana ruhusa ya kumkomboa, au kwamba yeye mwenyewe amepata mali ana ruhusa ya kujikomboa mwenyewe. Kwa hivyo hata akiwa ni mtumwa,
na iwe kwamba amepata mali, anaweza enda kwa huyo ambaye bwana wake, naye ajinunue, ajitoe kwa ukombozi, kwa utumwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hata yeye anaweza kujikomboa ikiwa ako na mali. Hebu endelea. Nake mundu ucio na ucio ungi wamugurite matare miaka iria iriho kuma mwaka uria eyendirie hariwe nya mwaka wa Jubilee, nacio mbia cia kumukura iringane na uria miaka iyo itari, ituike ota iria mundu wa musara angiheo, ugikorwo miaka nitigarite mingi ota uria miaka iyo itari. Uguo noguo mundu ucio wendirie agacokia mbia cia gwikura ciumite thiini wa iria aguritwo nacio. Ningi kungikorwo ni gutigarite miaka minyinyi mwaka wa Jubilee ugigakinya, mundu ucio mena ucio ungi matare miaka iyo, nake acokie mbia cia gwikura nacio ota uria miaka iyo itari, ota uria ndungata ya musara ikaraga mwaka o mwaka ri. Uguo noguo igaikara na mundu ucio wamugurire, na tukanareke amiathe amihinyiririe ikionaga, nake angiaga gukurwo na njira ona imwe ya icio, ni agakirekwo ethiire we mwene na ciana ciake hamwe nake mwaka wa Jubilee wakinya. Nigukorwo ciana cia Israeli ni ndungata ciakwa, icio nicio ndungata ciakwa iria ndarutire bũrũri wa Misiri, niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Ati naye atafanya hesabu na huyo aliyemnunua tangu mwaka huo aliyojiuza hata mwaka wa Jubilee, na ile bei ya kuuzwa kwake itauzwa kama hesabu ya hiyo miaka ilivyo. Atakuwa pamoja naye kama majira ya mtumishi aliyoajiriwa yalivyo, kwamba ikali imesalia miaka mingi, kama hesabu yake ilivyo ndivyo atakavyolipa bei ya ukombozi wake katika hiyo fedha ambayo alinunuliwa kwayo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kama yeye anataka kujikomboa, inategemea miaka ngapi imebaki ndio Jubilee. Kama ni miaka mingi imebaki, basi atalipa pesa mingi. Kama ni miaka kidogo imebaki Jubilee ifike, basi itakuwa ni pesa kidogo. Bwana apewe sifa ya kujikomboa. Na kama mtumishi aliajiriwa mwaka, ndivyo atakavyokuwa pamoja naye. Asitawale juu yake kwa nguvu mbele ya macho yako, tena kwamba hakukombolewa kwa njia hizi mojawapo, ndipo atatoka katika mwaka wa Jubilee, yeye na watoto wake pamoja naye. Kwa hivyo kama hajakombolewa na mtu, atazidi kuwa pale kama mtumwa, lakini Jubilee ikifika, yeye na watoto wake wataachiliwa. Bwana asifiwe. Alafu kisha Bwana anasema, kwa kuwa wana wa Israeli ni watumishi wangu niliowaleta watoke katika nchi ya Misri, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Bwana apewe sifa. Ati wana wa Israeli ni watumishi wangu niliowaleta watoke katika nchi ya Misri. Na for that reason hataki wateswe, hataki waingie utumwani. Bwana asifiwe. Ni kama kusema kwamba kuna a very unfair upendeleo ambao Mungu ako nayo juu ya wale walio wake. Bwana asifiwe. As long as wewe ni wake, kuna vile atakufavor mpaka watu wengine waone uivu. Bwana asifiwe. Sababu mtu katika mataifa mengine atashindwa, kwa nini wale umewapenda? Kwa nini wale hauwatakii mabaya? Bwana asifiwe. But yule yuko pale ndani ya Mungu, kuna favor ambao Mungu umpatia ya ajabu. Bwana asifiwe. Amen. Nasi pia tufurahi siku ya leo sababu tuko ndani ya hiyo favor. Bwana asifiwe. Amen. Through the blood of Jesus, kupitia yale Yesu Kristo alitenda, sote mtu yoyote wa kukubali anaingia kwa hiyo favor. Bwana asifiwe. Na tukikaa pale basi nasi pia tutaenjoy the same kind of favor. Bwana asifiwe. Hadi kwamba sisi ni wake, kuna yale hataki tutendewe, kuna mabaya fulani hataki tuone. Bwana apewe sifa. Kuna protection ambayo iko juu ya wale walio wake. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo tunaona Bwana akifanya hapo. Anasema hao ni watumishi wangu, wasiteswe, wasifanywe, hata kama wamechukuliwa ni watumwa, lakini wasiteswe. Ndio umemchukua ni mtumwa, but treat him right.
Mtreat kama yeye ni mfanyikazi wa kawaida. Bwana asifiwe. Usiwe mkali kwake. Bwana apewe sifa. Na huyu kumbuka ni maskini, na vile ukiangalia kuna watu utesa maskini. Lakini hawa maskini ambao ni wa Mwenyezi Mungu watritiwe vizuri. Bwana asifiwe. Unaweza kujiletea pigo ukidhania kwamba wewe togana utafanya vile unataka na mali yako. Bwana apewe sifa. Na siku ya leo tunaona kwamba nasi pia through Yesu Kristo kuna vile pia si tumekombolewa. Yesu mwenyewe ndiye utimilifu ama fulfillment wa hii jubilee. Bwana apewe sifa. Sababu alikuja na alikuja na akatoa msamaha. Bwana asifiwe. Tumeletewa uponyaji na hata urejesho. Tumerudishwa kwa zizi. Bwana apewe sifa. Through Jesus Christ. Sababu alipokuja alikuja kuambia vipofu kwamba wao sio vipofu, wafungwa ya kwamba hao sio wafungwa tena. Bwana asifiwe. So we have been set free through Yesu Kristo. Tumeingia mahali kwamba tumewekwa tuwe uhuru. Bwana apewe sifa. Na ukiangalia Kristo hata alipokuwa duniani, alipoletewa hata yule mama alipatikana kwa dhambi na akaambiwa huyu tunafaa kupiga mawe. Bwana asifiwe. Kumbuka Kristo hakumpiga mawe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Sababu yeye Kristo hakuja kuhukumu, alikuja kufungua. Bwana asifiwe. Alikuja kutangazia hata huyo mama kwamba amewekwa huru. Bwana asifiwe. You are free. Madeni imefutwa. Tuko na uhuru. Bwana asifiwe. Tuko na uponyaji kamilifu. Tuko na kupumzika kutoka kwa mizigo mizito ambao tulikuwa tumebebeshwa. Bwana asifiwe. Tuna uhuru ndugu na dada tukiwa ndani ya Yesu Kristo. We are no longer under the curse of sin. Bwana asifiwe. Amen. Hatuko tena slaves wa dhambi. Bwana apewe sifa. Tumewekwa huru kupitia Yesu Kristo. Na ukiangalia hata waleo utaona dunia imechukulia hata hiyo jina Jubilee. Na tunaona watu wengi wakiitumia hata kwa chama. Wengine wanatumia jina Jubilee hata kwa hizi insurance. Bwana apewe sifa. Na ukiangalia hata makampuni nyingi utasikia wakisema sasa tuna celebrate our golden jubilee at miaka 50. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunaona jina yenyewe ikitumiwa na watu, lakini wamebora kutoka kile Mungu alikuwa amesema. Bwana asifiwe. Ukisikia hata tulipokuwa na malkia wa Britain unasikia ati kwamba ana celebrate kuna golden jubilee ya miaka 50, kuna silver, kuna platinum. Bwana asifiwe. So but these are all borrowed kutoka kile Mungu aliambia Musa. Bwana asifiwe. Na hata siku ya leo utaona kuna mataifa fulani yanajaribu pia kusukuma sana kuhusu hii mambo ya jubilee, but in a different way. Kuhusu pia ati kusamehewa kwa madeni kwa nchi ambazo ziko kwa deni. Kama vile Kenya iko na madeni fulani, mambo kama kuna a certain movement inajaribu kuongelea kuhusu countries fulani kuachiliwa deni zao. Bwana asifiwe. Which is a form of jubilee kama ile ya Mungu alikuwa amesema. Bwana apewe sifa. So people really kujaribu kutumia mambo ya Mungu lakini wanamkataa yeye. Wanaona umuhimu wa yale mambo Mungu amefunza but hawataki kumpokea Mungu ndani ya maisha yao. Bwana apewe sifa. But they still look na kuona hii ni vizuri. Angalia hata mambo ya sheria na nini. All borrowed kutoka yale mambo Mungu alifunza Musa. Bwana apewe sifa. So Moses alipewa mambo mengi, alipewa mambo mazito, mambo ambayo ni muhimu sana maishani mwetu kama wanadamu. Bwana asifiwe. Hebu tusome tu hapo Romans 6:22. No rĩu tondũ mũkĩrĩ ohore mũkoima ũkombo-inĩ wa wĩria na mũgatuĩka ndungata cia Ngai-rĩ, nĩ mũrĩ na maciaro manyu harĩ ũhoro ũcio wa kwamũrwo mũgĩtheragio na marigĩrĩrio maguo nĩ muoyo wa tene na tene. Nĩ gũtuĩka mũcara wa wĩhia nĩ gĩkuũ
no kĩheo kĩrĩa kĩa Ngai aheanaga kiumanĩte na wega wake nĩ muoyo wa tene na tene ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani witũ. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida kwenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana apewe sifa. Ati kwa hivyo tumekwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, na sasa sisi sio watumwa wa dhambi, ni watumwa wake Mungu. Kwa hivyo now we belong to God. Bwana apewe sifa. Sisi sio watumwa wa dhambi, sisi ni wake Mwenyezi Mungu. Na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, sababu tumetakaswa ndugu na dada, na mwisho wake uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sote tunapokea uzima wa milele. Bwana apewe sifa. Kwa kuwa kwamba tumetolewa kuwa watumwa wa dhambi, na sasa sisi ni watumwa wake Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. There is a benefit ya kutembea na Mungu, kujiachilia mkononi mwake, kumwacha yeye awe ndiye anakuongoza. Bwana asifiwe. Tumeangalia Israel, na Israel nchi nyingi ziliwaangalia na zikawaonea wivu. Miaka mingi watu wameangalia Israel na hata kuona wivu na hata kuwachokoza sababu ya wivu. Bwana apewe sifa. Mbona Mungu anawapenda hao? Bwana asifiwe. Na kumbuka, si ati kwamba Mungu anachukia dunia. Ni kwamba dunia ilimkataa. Bwana asifiwe. Naye akaita familia moja tu, Abraham njoo. Bwana asifiwe. Sababu alikuja duniani na alikuwa mara mingi anaangalia dunia na anaona dhambi imejaa duniani. Anaangalia, naona mafikira ya mwanadamu ni dhambi tu. Bwana apewe sifa. Every thought katika mafikira ya mwanadamu ni dhambi baada ya dhambi. Hakuna kitu kizuri ako nayo. Every wrong thing mwanadamu anatenda. Bwana apewe sifa. Na hata alipokuja pale Tower of Babel, kumbuka alikuja kuangalia ni nini watu wanafanya. Anapata wanatengeneza kule nini, mpaka akawagawanyisha lugha zao. Bwana asifiwe. Wakati wa Noa alikuja akaangalia, akaona dhambi imejaa duniani. Kuna uerevu na bado kuna dhambi imejaa. Bwana asifiwe. Alipokuja Sodom, alikuja na akapata bado kule kumejaa dhambi. Bwana apewe sifa. Alipoumba Adam na Hawa, kumbuka kwamba again waliondoka kwa njia zake. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu ameangalia mwanadamu miaka mingi, na mwanadamu amekuwa akitenda dhambi kila wakati. Every opportunity mwanadamu atachagua dhambi badala ya kuchagua njia ya uzima. Bwana asifiwe. Mungu akafanyaje? Akaita jamaa mmoja tu, Abraham, njoo. Nyinyi wengine endeleeni na kelele zenu, fanyeni sherehe zenu kile kote, hawakatazi. Bwana asifiwe. Yeye na mbele, Abraham njoo. Kuja hapa, rafiki. Fanya hivi, toka kwenu kwa watu wengi, enda mpaka mahali nitakuonyesha. Ukifanya hivi, hiyo ni kelele kule kwa watu wanapiga nduru, wanasherehekea. Lakini ukifanya vile nakwambia itakuwa. Amen. Nitakuinua. Bwana asifiwe. Amen. Na akamwambia kwamba atambariki Abraham. Na yoyote atakuingilia Mungu atamuingilia. Adui wako atakuwa adui wa Mungu. But in blessing I will bless you. Wewe utakuwa baraka hata dunia nzima. Abraham akamfuata. Hapo kelele wanapiga, bado wanachinja mbuzi zao, bado wanaabudu sanamu zao. Mungu hawaulizi. Hakuna Abraham anakuwa na watoto, bado Mungu anaendelea kusema ahadi yangu iko juu yako. Abraham anapata Isaac, anapata Esau, lakini bado Isaac ndiye alikuwa wa ahadi. Isaac naye anakuwa na watoto tena, Jacob, Esau, naye Jacob, kumbuka, kulikuwa na Isaac, kulikuwa na Ishmael. Bwana asifiwe. Lakini Isaac ndiye alikuwa wa ahadi. Kidogo Isaac akawa na Esau na Jacob. Jacob ndiye alikuwa wa ahadi. Again, ahadi ya Mungu bado iko kwa Jacob. Bwana asifiwe. Bado wanafuata hii familia. Jacob akawa na watoto wake 12. Bado ahadi iko juu ya hii nyumba. Wakachukuliwa wakapelekwa Misri. Kulikuwa bado hiyo ni familia ya kawaida, vita ziko, ndugu atatukia ule mwingine. But still Mungu ameacha hao wengine watu waendelee na ndugu zao. Bado wako na hii familia. Amewapeleka Misri. Kule Misri wamezaana, wameanza kuwa wengi. Wameenda huko wakiwa baraka.
But kukawa tena na mfalme Misri ambao amewaingilia. Ameanza kuwapiga. Hawa Waisraeli wamekuja huku. Ni kama tu vile unaweza angalia useme, ai kumejaa wa Somali Kenya, mwanze kuwachukia. Bwana asifiwe. Hivyo tu ndio walianza kujaa Misri mpaka wakaanza kuchukiwa. Bwana asifiwe. Wakaanza kuingiliwa sasa. Huyu naye akakuja pana wakafanywa watumwa. Wana wa Mungu, lakini Mungu alikuwa shaambia Abraham, hivi ndivyo kutafanyika hata kwa watoto wako. Wakiwa kule Misri bado wanapigwa, wanadharauliwa, wanaingiliwa, but wanaendelea wakiwa wengi. Amen. Bwana asifiwe. Wakalilia Mungu, 400 years zimefika. Baada ya 400 years basi akakuja kuwatoa. Akaita Musa akiwa tu katikati yao, wewe sasa ndio utafanya hii kazi. Musa naye akasimamishwa, ndio hao wataka kuja kuambia Farao wachana hao watu watoke. Bwana asifiwe. Farao akaleta fujo, akakataa. Mungu akashuka na akapiga Farao. Amen. Bwana asifiwe. Pigo ambazo zilikuwa sio za kawaida. Amen. Farao akasarenda. Wana wa Israeli wakaachiliwa. Akajaribu kuwafuata tena akapigwa. Wakaachiliwa wakaenda jangwani. Hawana chakula, hawana chochote. Mungu anawajeshia chakula kutoka juu. Bwana asifiwe. Sasa amekuwa pamoja nao. Vita ikitokea Mungu anawapigania. Bwana asifiwe. Sasa amewaleta mpaka mlima Sinai. Sinai sasa anawapatia habari yao. Na ndio tuko hapa sasa. Anawapatia sasa habari. Mkifika kwa hiyo nchi ambayo ninawapatia, kumbuka bado iko na watu. Na watu hawajatoka. Mkifika huko, hivi ndio nataka muishi. Hizi ndio sheria nataka mfuate. Sasa anawaambia wakae separate ama differently kutoka dunia nzima. Wawe different from the world. Bwana asifiwe. Kumbuka hashughuliki na hao wengine kuwapigia kelele hapana, hawapigi. Hao bado wanafanya masanamu zao, but kwa hawa anawaambia, but for you, sitaki sanamu katika kitu. Kwani nini? Sitaki mjimwe mnaabudu. Mimi pekee ndio nitaabudu. Sije waonyesha ubora wote, kwa hivyo msichonge chochote na kuanza kukiabudu. Follow only me. Kile nimewapatia pateni. Kukiwa na mizozo hivi ndio mtatatua. Kukiwa na magonjwa hivi ndio mtafanya. Kukiwa na hii ndio mtafanya. Mmeshika. Wakishashika sasa watoe hapo. Aendelee kuwapeleka mpaka kwa Bwana asifiwe. Hao bado wataleta studio hapo. Kuna wale atatoa aendelee na wengine. Kidogo hao awafikishe kule. Akisha wafikisha kwa hiyo nchi pale iko na watu wengine, awapiganie wainyakue iwe yao. Wagawane kama vile alikuwa akitaka wagawane, but they are still under his blessing. Aendelee kuwabariki. And all this time, nini dunia inafanya? Watu wako kwa dhambi. Eventually wanaanza kuangalia na shingo, hawa ni akina nani? Mungu mpaka anaonyeshia, mpaka kuna miujiza inatendeka kule. Kuna maana inashuka juu yao. Kuna kitu inawaongoza mchana na usiku. Bwana asifiwe. Hao watu wako different. Angalieni hata kile wametengeneza ile tabernacle ile walitengeneza, hema ya kukutania. Kuna mambo sio ya kawaida inawafanyikia. Hao watu they are different. What happened? Watu wameanza sasa hivi. Bwana Mungu unapenda wale na sio sisi. Bwana asifiwe. But hivyo ndivyo alitaka. So now you've seen uzuri wa kutembea na Mungu. Amen. Because now you want nyinyi pia kutembea na Mungu. Si ati amewasahau. Already nyinyi pia ni wake. Hata nyinyi mnaabudu sanamu. Nyinyi pia ni wake. But sasa Mungu mmeona kile amefanyia walio wake. Na mmeanza kutamani. Sasa even that inawafikia nyinyi, but now through Jesus Christ. Sababu bado aliahidi atatuma mwanao wa pekee. Alipenda ulimwengu. Hakusema Israel. For God so loved the world, everybody else, hata wasanamu, that he sent his only begotten son. Kwamba yoyote atakayemwamini will not perish but have everlasting life. Bwana asifiwe. Na sababu sasa Yesu alikuja na sisi tuko hapa siku ya leo tuliamini. Pia sisi tuko chini ya hiyo baraka yake. Whatever he promised Abraham iko pia juu yetu. Bwana asifiwe. And anybody else who chooses to believe pia yeye yuko pale ndani. Bwana apewe sifa. So it wasn't njia ya Mungu ya kutupa dunia, but ilikuwa ni kama njia ya kuonyesha dunia. Ona watu wao wanatembea na mimi vile wapo. Bwana asifiwe. Na mpaka wa leo there is something special about hawa watu. Bwana asifiwe. Hata kama wengi hawaamini Yesu, but still there is a promise ambayo ilikuwa juu yao. Bwana apewe sifa. Na ndio unaona hatuwezi kuingilia kama tu Daudi hawezi waingilia, and there are these promises juu yao. Bwana apewe sifa. Hata kama unaona hawajasimama vizuri, but kuna kitu Mungu aliwaahidi. Wacha atembee nao vile atatembea nao. But for us ni nini tumepewa? Tumeokolewa kupitia Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na sababu tumeingia pale, hebu tutembee na njia inayostahili. Tusidharau hii ambayo tumepewa. Bwana asifiwe. Because ufika mahali
Mnaleta kelele hivyo tu, Mungu anaondokea polepole, anachukua wengine anaenda nao. Bwana asifiwe. Nyinyi mnabaki hapo mpaka mkitungulia mpole, haya tuliwachwa. Bwana asifiwe. And before you realize it, it's too late. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ametupatia, it is special. Tusikidharau. Tusikifanyie mzaha. Bwana asifiwe. Hata tutasoma baadaye ya kwamba aliwaambia waheshimu kilicho chake Mungu. Bwana asifiwe. Fuateni maagizo yangu. Fuateni mafunzo yangu. Bwana asifiwe. Nami nitawabariki. Hivyo ndivyo aliwaambia wana wa Israeli. Nasi sababu tuko hapa siku ya leo, ndugu na dada, every teaching ambayo tumepewa na Yesu Kristo, hebu tufuate. Kila jambo tumeamua follow. Bwana asifiwe. Hawa wana wa Israeli ndio ahadi hiyo iko juu yao, but walikuwa wakienda wakianguka. Wanasimama wakianguka, wanasimama wakianguka, but still the promises are there. Wakishikilia kile Mungu amewapea, they will see the benefit. Bwana asifiwe. Nasi pia ndugu na dada, hebu tushikilie kile Mungu ametupatia. Kile tumepokezwa. This opportunity ati kuingia katika kanisa, and we are praising God. Tunamuita, anatusikia. Tunamuomba, anasikia, anatujua sote na majina yetu. Bwana asifiwe. Hiyo sio kitu ya kawaida. Bwana asifiwe. Kuna watu wakijua hivyo watakuwa na wivu. Why them and not us? Bwana asifiwe. Kwa nini wao na sio sisi? Lakini nao pia wakikubali, Mungu atawachukua. Bwana apewe sifa. Sababu walisema amekuja kuokoa dunia nzima, sio watu wachache dunia, lakini wale watakubali. Bwana asifiwe. Hawa watu tukizidi kusoma kuwahusu, tutajiona hata na sisi ndani hapo. Tutaona vile sisi ustruggle na Mungu pia. Vile sisi uokoka, tuko moto leo, tuko baridi kesho. Omole tueho, osho tatiyo. Tuwe hamwe, osho tatiyo hamwe. Bwana asifiwe. Tunakuja tukitoka. Bwana asifiwe. Si ucheza ni kama watoto vile uingia wakitoka. Bwana asifiwe. Tuache hiyo game. Tumeshika, tushike na tufuate. Mungu na wabariki.